Ndugu mtangazaji, nauma sana. Jikaze sana, jikaze kaka. Nilifika ndani sikukuta kitu chochote kile. Yaani unamaanishaje kwamba ukuta kitu chochote? Bro. Yaani chumba nilikuta cheupe. Kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza zaidi kwamba niliwekeza kwenye wake kwa sababu nilikuwa namwamini. Kinachoniumiza kwamba sio vitu, ana damu yangu. Nilivyoona vile nikamuuliza mama mwenye nyumba, lakini mama mwenye nyumba pia na yeye usiku hakuepo kwa sababu alikuwa ameondoka katika sherehe. Ilikuwa mwanae anamaliza form 4, kwa kulikuwa na graduation. Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ilivyo ada yetu, tupo kitaa, na kama unavyojua kwamba ninapoonekana kitaa ujue kuna jambo fulani ambalo nimeamua nikuletee. Sasa tuko leo na mgeni wetu, hivyo ni vyema ukabaki kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho wa kipindi chetu ili uweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Bwana, mambo vipi? Safi brother. Fresh kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Kwa majina unaitwa nani ili watazamaji wa kipindi chetu waweze kukufahamu? Kwa jina naitwa Abadani Ali Ngomba. Na Abadan, ndugu yangu, mimi chanzo cha kufanya mpaka ni kutafute, nilisikia kuna mkasa fulani ambao umekutokea. Unaweza kutuambia sasa ni kitu gani ambacho wewe kimekukumba mpaka sisi timu nzima ya Nyayo TV imekutafuta kuja kuzungumza na wewe? Yalionikuta ni makubwa sana, na istoshe kuyaelezea yote kwa ujumla itakuwa ni ngumu, lakini kwa uchache nitajaribu kuelezea ili kile ambacho ulikisikia kiwe kina ushahidi. Kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi kiwandani. Kuna mwanamke mmoja nilikutana naye anaitwa Latifa. Kiukweli Mwenyezi Mungu alijalia, nafsi yangu ilimridhia na nilitokea kumpenda sana. Na kipindi hiko alikuwa amepanga, si haba, alikuwa ndo anajitafuta. Alikuwa na chumba kimoja na ana godoro na ndo kaza. Kwa baada ya kuanzisha mahusiano baina yangu mimi na yeye, mimi nikaona ni mwanamke ambaye ni fighter. Pia alivyozipokea hisia zangu, nilimwona mwanamke sahihi, nikaamua kumchukua, kuamua kuishi naye. Tukiishia hapo, tukaishi katika kuzoeana. Ilifikia kama miezi miwili. Kwa sababu ilikuwa ni mwenyewe pia ainiambia huko amefikia kwa mama yake mdogo. Basi ilibidi tufahamiane zaidi, tukatoka tukafika mpaka mama yake mdogo. Na mengine aliyojili, nilitangaza nia ya kumuoa. Kwa miezi miwili ukatangaza nia ya kumuoa. Ulipenda kweli hapo? Si unajua tena wanasema kuna akili na moyo. Kwa mimi niliusikiliza moyo wangu, sikutaka kusikiliza akili yangu. Kwa sababu kama wanawake wako wengi, lakini moyo wangu kiukweli ulizama. Kwa nikafanya maamuzi hayo, na ni kweli nikatoa barua. Wakapokea, tulipokea majibu yakarudi, na wala hakuhitaji kiasi kikubwa cha pesa. Wanasema mahali ni siri, siwezi kutangaza ilikuwa ni shilingi ngapi, lakini nilichojaliwa nikakitoa. Hatimaye ndoa ikafuata, na ilikuwa ndoa kubwa sana, labda sherehe ya watu wengi hapana, sababu mwenyewe alisema kwa sababu ndo tunaanza, bora hiyo pesa ya sherehe tufanyie maendeleo. Kwa kutana mamake mdogo na babake mdogo, basi ndoa tukafunga, tukaishi. Lakini baada ya hapo moyo wa mtu kichaka bro. Kwa ilikuwa ni ngumu kutambua mbele kitu gani kinajiri. Ilitokea siku moja tukaanza kukwazana. Kwa nikachukulia ni hali ya kawaida kwenye mahusiano. Hata vikombe wanasema kabatini vinagongana. Tukachukulia ni hali tu ya kawaida. Mara mrudi hajapika, mara amefanya hivi, vitu vya hapa na pale. Kwa kimuuliza na akamwambia nimechoka. Wakati huo tayari tulishajaliwa mtoto mmoja. Na ilichukua muda gani mpaka yeye akaanza kubadilika na tabia yake ikawa hivyo? Hii ilitokea baada ya kuwa amemaliza 40.
kirudi nyumbani kwamba mimi niko busy na sasa hivi nalea. Kaambia sawa, ndio nalea, lakini mimi pia natafuta, natarajia nikirudi nyumbani ambacho Allah katujalia tupate riziki tule, lakini sasa mbona mwenzangu uko hivi? Kanambia hapana, kama unaona shida kwa sababu kazi tulikuwa tunafanya wote, wewe unaweza pia kumchukua mtu kamlea, mimi nikaenda kazini kama unaona hii kazi ni ndogo. Lakini nikachukua niseme changamoto, sometimes narudi na viazi kula, ndio hivyo yani. Kwa changamoto ndio zikaanzia hapo. Na hayo yote ambayo yalikuwa yanatokea, ulikuwa unaambia wazazi wake kwamba kuna kipengele fulani kinatokea kwenye ndoa yenu? Mimi kuna mezea kiume tu. Mimi nilichukulia labda kutokana na changamoto za uzazi na istoshe ndio mara yake ya kwanza kupata mtoto, kwa nilichukulia ni sehemu tu za kawaida. Hata mama mwenye nyumba ambaye mimi nilikuwa nimepanga pale alinishauri, akaniambia hapana, mvumilie, labda hizi kero zikupatikana wakati wa mimba, labda akapatiwa amejifungua ndio maana zinapatikana hizi kero. Kwa hiyo chukulia tu niseme changamoto. Lakini bro, inauma sana. Pole sana. Nakumbuka siku narudi kazini. Narudi kazini majira saa 12 jioni, kwa sababu tulikuwa ni siku ya Jumamosi ambayo tunaingia ya time ile. Nice. Jikaze ndugu yangu, jikaze. Ndugu mtangazaji, nauma sana. Jikaze sana, jikaze kaka. Nilifika ndani sikukuta kitu chochote kile. Yaani unamaanishaje kwamba ukuta kitu chochote? Nice bro. Yani chumba nilikuta cheupe. Kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza zaidi kwamba niliwekeza kwenye wake kwa sababu nilikuwa namwamini. Kinachoniumiza kwamba sio vitu, ana damu yangu. Nilivyoona vile nikamuuliza mama mwenye nyumba, lakini mama mwenye nyumba pia na yeye usiku hakuepo kwa sababu alikuwa ameondoka katika sherehe. Ilikuwa mwanae anamaliza form 4, kwa kulikuwa na graduation. Pole sana ndugu yangu. Kilichotokea, nikaamua kufunga safari kwa sababu mama yake alikuwa na Kagongo la Mboto. Kipindi hicho sisi tunakaa Mbagala Mzambarauni. Kwa nikaenda mpaka kwa mama yake. Nilipofika pale akaniambia huyu alikuwa tu mpangaji mwenzetu, sio kwamba mimi mama yake mzazi, ila kwa sababu alikuwa anataka stara, niliamua kumchukulia kama mwanangu. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kukuambia sababu niliona ni jambo la heri. Kwa hiyo kaka, unataka kuniambia kwamba yule mwanamke uliporudi nyumbani ulikuta ameondoka na kila kitu, amebeba mtoto na vitu ambavyo ndani ambavyo wewe uko umeviweka, na yule mama ambaye wewe ulizani kwamba ni mama yako mkwe ni mpangaji mwenzake wa zamani huko, sio mama yake mkwe? Yeah, alikuwa ni mpangaji mwenzake, na hata nilivyoenda bahati mbaya ni kwamba sio kwamba nilivyofika pale yani nilivyofika pale akaniambia tu mimi huyu alikuwa ni mpangaji mwenzangu, na istoshe mimi mume wangu mtu wa kusafiri na magari, kwa hiyo alikuwa ni mpangaji mwenzangu, na hata huyu ambaye ulimuona hapa alikuwa ni mpangaji mwenzangu pia, ambaye tulikuwa tumeamua tu kumsupport kama ni sehemu ya family friend. Kwa pole sana. Sawa, ni neno ambalo linafariji, lakini katika uhalisia siombe kukutobaya zaidi kwamba hata sijui yuko wapi mwanangu, sifahamu yuko wapi. Kinachoniumiza zaidi kwamba nilishajua kwamba, unajua hata gari inapokuwa inatembea ina kituo, kile mimi kilikuwa kile kituo changu. Kitu kinachoniuma zaidi kwamba mtoto wangu sijui yuko wapi, hata nikimpigia simu pia hapatikani. Na wakati hayo mambo yote yanatokea, wewe hukuziona dalili kwamba huyu mwanamke amebadilika? Ilikuwa ni ngumu kwa sababu nahisi yeye alikuwa na maamuzi. Jikaze ndugu yangu, jikaze.
Jikaze. Brother, inatosha. Nakuelewa inauma sana. Unajua yani naweza nikasema uwezi nielewa kwa sababu hujapitia, ila mimi nilipitia, inanitafuna. Nikiwaza kuhusu mwanangu, simjui inaingilia wapi, napatikana wapi. Kiangalia kuhusu mapenzi yangu, uwezi kuchagua moja, kuchagua na vitu viwili. Tayari before nilikuwa na maisha yangu ambayo sikutaka status yangu waijue, na niliamua kuachana na kila kitu, nikitambua yeye ni mwanamke ambaye tunaweza tukapiga hatua moja kuelekea kwenye mafanikio, lakini haikuwa hivyo. Hapo mwanamke umesema ameondoka. Je, kwa mfano sasa hivi akaamua kurudi, utamsamehe na bado unampenda? Siwezi kusema siwezi kumpenda, sababu upendo ni sadaka. Moyo wangu ulijitoa, nilijikuta nampenda, kwa hiyo nitaendelea kumpenda, lakini nampenda kiufupi. Kwa hiyo kokote alipo Latifa atambue kwa nampenda. Ikiwezekana rudi nyumbani, bado namhitaji. Namhitaji kwa sababu amebeba amana yangu, amebeba maisha yangu. By the way, nampenda na hivyo tu. Mtangazaji atambue nampenda huko alipo Latifa. Pole sana kaka. Arudi ili tuanzishe maisha mengine. So wewe ujali kuhusu mali alizoondoka nazo? Mimi mali yangu nilokula nikajisaidia na nilovaa ikachakaa, na ndio maana siweza kumwahidi nitampatia furaha maishani mwake mote, lakini nilimwahidi kwamba hatakosa kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu. Kama nilizichuma, siwezi jua aliondoka kwa sababu gani, lakini mimi niko tayari kumpokea, kwa sababu hata kama nitakufa hizo mali nitaziacha. Latifa, wanawake wako wengi, lakini Latifa ni mmoja tu. So najua watu hawezi kunielewa, wanaweza kaniona labda namna gani, lakini kinachoniumiza sio mali, kinachoniumiza upendo wake. Nimemzoea, niliacha vitu vingi kwa ajili yake, na natosha brother. Pole sana ndugu yangu. Asante sana. Bwana watazamaji wa Nyayo TV, tulikuwa tunazungumza na ndugu yangu hapa. Mimi nichukue nafasi hii, Latifa, popote pale ulipo ndugu yangu, bado anakupenda na amekusamehe kabisa kutoka katika uvungu wa moyo wake. Anataka ajue mtoto wake yuko wapi, anakula nini, na wewe uko wapi. Kwa hiyo kama sehemu yote ambayo ulipo, basi umtafute. Anakaa pale pale ambapo ulipoondoka, pale pale. Bado anasema kwamba kwenye ile nyumba kuna kumbukumbu nyingi sana za wewe na yeye, na ana imani ipo siku kwamba unaweza ukarudi. Mtazamaji wa Nyayo TV, tulikuwa tuna ndugu yangu hapa, amezungumza mambo mengi sana kiasi cha kwamba mimi mwenyewe binafsi yamenichoma. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV, ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. This is Nyayo TV. Thanks for your time. Until next time.